Karibuni kwenye kipindi. Leo tunaangazia chimbuko, maana na sababu ya kusherehekea siku ya kuzaliwa, maarufu birthday. Tutajua pia ni kwa nini Wakristo husherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo tarehe 25 Desemba. Nataka nikupe changamoto kidogo. Je, umewahi kujiuliza ni kwa nini kwa birthday huwa kunawashwa mishumaa? Anayesherehekea husema ombi la moyo kimya kimya, halafu anazima mishumaa ile. Lingine, pia kwa Krismasi imejaa taa, mwanga na mishumaa. Je, ni mapambo tu? Kama umewahi jiuliza maswali haya, huu ni muda mwafaka kujua majibu yake. Ukiwa na hamu, niite Moody the Storyteller. Ukikosa hamu hile, itafute. Zamani ya miaka iliyopita, watu walikuwa wanawasha mwanga gizani, sio kwa ajili ya sherehe, bali kuwasiliana na miungu. Naongelea huko Ugiriki miaka ya 1012 kabla ya Yesu kuzaliwa. Wagiriki hawa walikuwa na mungu wao kwa jina Artemis. Artemis alikuwa binti wa Zeus na dada pacha wa Apollo. Artemis aliwakilisha mwanga wa usiku, uwindaji wa pori, maumbile ya asili na ulinzi wa watoto. Apollo naye aliwakilisha mwanga wa mchana. Wagiriki hawa waliabudu vipi Artemis? Walimwabudu kwa kutengeneza keki za mviringo kuashiria mwezi, kisha kuweka mishumaa juu yake na kuiwasha. Mwanga kutoka kwa mishumaa ile uliashiria mwanga wa kiungu, na moshi uliopanda juu uliaminika kubeba maombi yao kufikisha ujumbe kwa miungu wa mwezi. Wanawake wajawazito ndio walihusika sana na sherehe hizi, kwani Artemis aliaminika ni mungu wa ulinzi wa watoto. Mwanamke mjamzito angeomba ombi na kisha kuzima mishumaa ile. Swali ni je, kwani siku hizi birthday watu tunasherehekea vipi? Vivyo hivyo ndivyo tunasherehekea hata sasa. Keki ya mviringo, mishumaa kwenye keki, kuna ombi na kisha mishumaa inazimwa na yule anayesherehekewa siku yake ya kuzaliwa. Kama kwa Artemis. Kwa binadamu wa kawaida waweza dhani hii ni sadfa. La hasha. Hili ni jambo ambalo chimbuko lake ni la zamani za kale. Baada ya mila Kigiriki, Warumi walichukua na kubadilisha kabisa mwelekeo kutoka kwa ibada ya miungu pekee hadi kwa wanadamu moja kwa moja. Hapa wazo la kusherehekea siku ya kuzaliwa ya mtu lilipatikana na kupanuka pia. Wanaume huru walisherehekewa birthday zao hadharani. Hii ina maana watu walioheshimiwa kama wafalme, malkia na kadhalika. Familia na marafiki walikusanyika, vyakula maalum vilipikwa, navyo vilikuwa ni mikate, keki za asali, zawadi pia hazikukosa. Bila kusahau mishumaa. Hapa keki na mwanga vinahamia kutoka sadaka kwa miungu hadi sherehe ya maisha ya mtu. Siku hii ya sherehe walitoa sadaka pia na kuwasha mishumaa. Waliomba ulinzi na baraka kwa mwaka mpya wa mfalme au malkia. Sasa unaweza kuiona picha kamili ya chimbuko la birthday. Tofauti ni keki za Warumi zilikuwa mkate uliochanganywa na asali. Hapa tunaona daraja wazi kutoka kwa Artemis, keki, sadaka, mpaka keki, sherehe ya binadamu, Warumi. Ilipofika karne ya 4 baada ya Yesu kuzaliwa, Krismasi ilisherehekewa rasmi huko Roma, tarehe 25. Kwa nini tarehe 25? Tarehe hii ilihusiana na sherehe za Warumi za mwanga kama Saturnalia na sikukuu ya jua, Sol Invictus. Wakristo walibadilisha maana kutoka jua la kimwili mpaka Yesu. Nayo sherehe ya Desemba ikanoga. Wakristo wakaanza kusherehekewa birthday zao binafsi. Pengine uko pale unajiuliza, sisi wa Kenya tulianza vipi kusherehekea siku ya kuzaliwa? Katika Kenya ya kale, jamii mbalimbali kama Kikuyu, Luo, Masai hazikuwa na tamaduni za kusherehekea siku ya kuzaliwa kama ilivyo leo. Badala yake, walizingatia zaidi matukio muhimu ya maisha kama sherehe za majina, hatua za utu uzima na ndoa, huku umri ukipimwa kwa misimu au vipindi vya maisha. Desturi ya kusherehekewa siku ya kuzaliwa iliingia Kenya kupitia wamishonari wa Kikristo.
ambapo watu walianza kurekodi tarehe kamili za kuzaliwa na kuiga tamaduni za magharibi. Hata hivyo, sherehe ya birthday ya kwanza kwa mtoto ilikuwa na keki, mishumaa na zawadi. Jambo la kisasa lililoenea mwishoni mwa karne ya 20 hadi leo. Najua sasa hivi umeelewa chimbuko la sherehe ya Krismasi na birthday. Tafadhali subscribe na ulike, kwa sababu kipindi kijacho nitaongelea kuhusu hadithi ya shoka lililotumbukia majini. Hadithi iliko Wafalme wa Pili 6:1-7. Karibuni tena na Mungu awabariki zaidi. Mimi ni Moody the Storyteller.